Ni kusalimu ndugu mtazamaji wangu wa channel hii ya YouTube. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikupongeze kwa kuendelea kufuatilia vipindi vyetu hivi. Mungu akubariki na akuinue. Ujumbe wetu wa leo nataka tuangalie tufanye nini ili Mungu aiondoe. Tufanye nini? Taifa tufanye nini? Tanzania tufanye nini? Mtu yoyote unayenitazama, ndugu mtazamaji wangu unayenitazama, tufanye nini ili Mungu aiondoe hili janga la corona? Neno la Mungu liko wazi. Nataka tuangalie maneno ya Mungu yanasemaje. Sisi tufanyeje ili Mungu atuponye na hili janga la corona? Tufanye nini sisi kama watu wa Mungu? Tufanye nini sisi kama wanadamu ili Mungu atuepushe na hili janga la corona? Nataka tuangalie neno la Mungu linatuambia nini juu ya maisha yetu. Tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha Nyakati sura ya pili. Nyakati sura ya pili mstari wa 7. Tuangalie neno linatuambia nini. Mungu anasema nini kwa habari hii tauni iliyoachiliwa juu ya uso wa dunia. Tufanye nini ili Mungu atuepushe, ili Mungu aiponye dunia na hili janga? Kila taifa lifanye nini? Ndugu mtazamaji wangu, unayenitazama huko Marekani, huko nchi za China, unayenitazama huko wapi, Italia, napenda usikilize kwa makini huu ujumbe ambao Mungu ametupa kwa siku ya leo. Na ujumbe wetu wa neno la Mungu tunaopata katika kitabu cha Nyakati sura ya pili. Mungu anasema nini? Anataka sisi tufanye nini ili aiondoe, aiponye nchi na hili jangwa la corona. Tuangalie neno la Mungu linasema, Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 14. Neno la Kristo linasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni. Nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kwa hiyo kulingana na neno hili, tunaona jinsi Mungu anavyotuambia. Anatueleza tufanye nini. Anasema ikiwa tutakapoomba, tutakapojinyenyekesha mbele za Mungu, Mungu anasema nitasikia toka mbinguni na kuiponya nchi yao. Kwa hiyo Mungu anatafuta mtu mmoja atakayesimama na kujinyenyekesha mbele zake ili aiponye dunia, ili aiponye taifa na hili janga la corona. Wanadamu wanaweza kufika mwisho, madaktari wanafika mwisho, lakini ukimtegemea Mungu, taifa likimtegemea Mungu, hakika Mungu atafanya mambo makuu. Hili janga la corona litakuwa kitu cha historia. Haitaonekana tena juu ya uso wa dunia. Kwa nini? Kwa sababu ujumbe huu unatuambia ya kwamba tutakapojinyenyekesha na kuomba. Kwa hiyo tuchukue jukumu la Tanzania kufunga na kuomba. Tuchukue jukumu la sisi wanadamu kujinyenyekesha mbele za Mungu, kujimimina mioyo yetu mbele za Mungu, kujiachilia mbele za Bwana ili Mungu aiponye nchi. Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, Biblia inasema nitasikia toka mbinguni. Hapo ndipo Mungu atasikia toka mbinguni na kuiponya nchi na hili janga la corona. Tunaweza tukapambana, tukanawa mikono na kufanya vyote, lakini pasipo Mungu haiwezekani. Tukitegemea akili zetu haiwezekani. Imani yetu ijengeke katika Yesu Kristo, kwa sababu tunajua Yesu anaweza yote. Anaweza. Mungu anaweza kufanya jambo lolote. Anaweza kuondoa huu ugonjwa.
lakini ni pale ambapo wanadamu watajinyenyekesha na kutubu. Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, anasema nitasikia toka mbinguni. Kwa hiyo dunia nzima mnayenitazama, ndugu watazamaji wangu, mnayenitazama kupitia channel hii, napenda niwasia kwamba tujiachilie mbele za Bwana, tujimimine mbele za Bwana, tumwambie Mungu turehemu, tujinyenyekeshe mbele za Mungu. Napenda nikwambie ya kuwa kitu kinachongusa Mungu ni moyo wa toba, na Mungu haangalii kitu kingine, anaangalia moyo ulionyenyekea na kutubu. Kwa hiyo kama taifa halitataka kujinyenyekesha mbele za Bwana, ninamshukuru kwa ajili ya rais wetu John Joseph Pombe Magufuli. Mungu ambariki sana. Mungu amemtembelea kwa jinsi ya ajabu. Ni ufunuo ambao Mungu alimpa ya kuwa kanisa lisifungwe. Tunaona mataifa ya jirani makanisa yamefungwa, lakini Tanzania Mungu ametupa neema ya rais anayemsikiliza Mungu. Mungu ambariki sana rais wetu John Joseph Pombe Magufuli. Mungu ambariki na kumzidishia miaka mingi, kwa sababu hakuna uponyaji kwingine kote. Wanadamu wamefika mwisho. Tunaona huko nchi za nje kuna madaktari wa kila aina waliobobea na kusomea, na yani ni watu ambao wamesomea sana, lakini imeshindikana. Hebu fikiria, Mungu anasema ni jambo gani lililogumu kwangu? Anauliza, je, ni neno gani nisiloliweza? Mungu anasema. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kumwomba Mungu, kujinyenyekesha mbele za Bwana na kumwambia Mungu, tumekukosea, tumekurudia wewe Bwana, turehemu. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wangu unayenitazama, uchukue jukumu hili. Usimame wewe kama wewe, usimwangalie mtu mwingine yoyote. Jitazame wewe, jione kama uko mwenyewe juu ya taifa la Tanzania, jione kama uko mwenyewe juu ya taifa la Kenya, jione kama uko mwenyewe juu ya taifa lako ulioko, jione kama uko mwenyewe. Yani kuna jambo Mungu atafanya. Anasema namtafuta mtu mmoja. Mungu anatafuta mtu mmoja atakayesimama na kuomba. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wangu, napenda nikusia kuwa toba. Mungu anaangalia moyo wa toba. Anaangalia moyo ulionyenyekea na kutubu. Haangalii maneno yako mengi, haangalii sura yako nzuri, haangalii cheo chako. Anaangalia moyo ulionyenyekea na kutubu. Kwa hiyo Tanzania tutakaponyenyekea na kutubu mbele za Bwana, hakika Mungu atafanya jambo, na hilo jambo litakuwa historia juu ya uso wa dunia, na Tanzania itakuwa nchi ya kihistoria, kwa sababu Mungu kuna jambo atafanya kupitia sisi. Kuna jambo Mungu atafanya. Ni pale tu ambapo tutakapomwomba Mungu, ni pale ambapo tu tutakaponyenyekea mbele za Bwana, ni pale tu ambapo tutakapoimimina mioyo yetu mbele za Bwana. Anasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Biblia inasema katika Yoeli, kitabu cha Yoeli, anasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Kwa mioyo yenu yote. Tanzania tumrudie Mungu. Kwa mioyo yetu yote tumrudie Mungu. Usimwangalie jirani yako, usiangalie. Wanadamu watafika mwisho.
lakini Mungu ni Alfa na Omega, ni mwanzo na mwisho. Hakika atafanya mambo makuu ya ajabu. Mungu akubariki kwa kuendelea vipindi hivi. Nataka tuombe pamoja. Tupeleke damu ya Yesu, tunyunyize damu ya Yesu Kristo juu ya taifa letu. Tupeleke damu ya Yesu kila mahali. Damu ya Yesu inaondoa kila uhalali wa adui juu ya taifa. Damu ya Yesu Kristo inaachilia uponyaji. Hakuna vijidudu itakayokaa ndani ya damu ya Yesu. Mungu akapite katika kila mahali, katika kila taifa. Nguvu za Mungu zitapita. Nguvu za Mungu zinapita juu ya kila taifa kwa ajili ya kuachilia uponyaji juu ya uso wa nchi. Napenda tuombe kwa pamoja. Mungu uliye hai, Mungu uketie mahali pa juu palipoinuka, ninasema asante Bwana kwa ajili ya neema yako. Asante Baba kwa ajili ya neno hili Bwana. Baba, nami Bwana Bwana tunasogea mbele ya kiti chako cha rehema Bwana, tukiliitia jina lako, tukiliitia damu yako ya thamani, kwa sababu Mungu tunajua nguvu iliyoko katika damu yako ya thamani. Tunajua Bwana pale ulipokuwa pale msalabani Yesu, ukasema yote yamekwisha. Baba, hata hili janga la corona Mungu limekwisha katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya mwana kondoo tunaachilia damu ya Yesu Kristo. Ninapitisha damu ya Yesu Kristo juu ya taifa letu la Tanzania, juu ya mipaka ya taifa letu la Tanzania. Ninaachilia damu ya Yesu Kristo ikapite juu ya kila taifa. Mungu, ninaomba damu ya Yesu Kristo ikapite juu ya uso wa nchi, juu ya anga, juu ya ardhi. Damu ya Yesu Kristo ikapite Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ninaomba ukawaponya na ndugu zetu Bwana ambao wako katika jangwa Bwana kwa ajili ya hili janga la corona. Mungu wasaidie, waponye Bwana, wawezeshe Mungu, wasaidie Mungu, ukaliondoe hili janga la corona juu ya taifa letu la Tanzania. Ukaliondoe hili janga la corona juu ya uso wa nchi, juu ya dunia nzima. Mungu wa rehema, achilia rehema zako juu ya wanadamu, achilia rehema zako juu ya kila mmoja wetu, achilia rehema zako juu ya taifa letu la Tanzania, achilia rehema zako na uponyaji juu ya taifa letu la Tanzania, achilia rehema zako Bwana juu ya Afrika Mashariki, achilia rehema zako Bwana na uponyaji juu ya nchi, juu ya Afrika Kusini. Achilia rehema zako Bwana na uponyaji juu ya dunia nzima, juu ya taifa la Israeli, juu ya Italia Bwana, juu ya Marekani. Mungu kaachilie rehema zako Bwana katika damu ya mwana kondoo. Ninaomba neema yako na nguvu zako Bwana zikamiminike juu ya anga la Tanzania. Nguvu ya Roho yako Mtakatifu Bwana izidi kulihudumia dunia nzima Bwana Baba, na kuiondoa na kuitoesha hili janga la corona. Mungu, isitajwe tena juu ya uso wa nchi katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ulisema katika neno lako, ukasema lolote mtakalo lifunga duniani na mbinguni litakuwa limefungwa. Nasi Bwana tunalifunga hili janga la corona. Mungu, iwe mwanzo na mwisho, iwe mwisho katika jina la Yesu Kristo, iwe mwisho juu ya uso wa nchi katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba neema yako na nguvu zako Bwana zikafunike juu ya wanadamu, zikafunike Bwana juu ya taifa letu la Tanzania. Neema yako Bwana iwe juu ya rais wetu Bwana, juu ya John Joseph Pombe Magufuli. Mungu, mbariki na uzidi kumtumia Bwana. Mungu, wala asienende kwa akili zake, bali Mungu ukamuongoze katika kuliongoza taifa letu. Baba, ninaomba haya yote nikiamini Mungu katika jina la Yesu. Amen.